Karibu katika mfumo wa e-kilimo. Hapa nitaelezea jinsi ambavyo mtumiaji anaweza kuomba leseni na vibali kwa kupitia mfumo wa e-kilimo kwa upande wa TPHPA. Kwanza kabisa utafungua browser na kuandika portal.kilimo.go.tz. Kisha utabonyeza register, then utaweka jina la kwanza, jina la pili na jina la mwisho. Pia utaweka namba ya simu, utachagua service ambayo unahitaji ku access. Kwa upande wa importers, exporters na agro dealers tunachagua kipengele cha trader. Utachagua jenda yako, utaweka email yako kwa ajili ya create account. Utabonyeza create account, kisha utapokea ujumbe katika email yako ambao utakuelekeza kutengeneza account yako, kuactivate account yako kwa kuweka active password ambayo kisha utaitumia kwenye kulogin katika mfumo wetu wa e-kilimo. Utaandika portal.kilimo, then utabonyeza login to your account, kisha utaandika username ambayo ni email yako na password ambayo umeitengeneza kutoka kwenye message ambayo umeipata. Then utachagua kipengele cha license and permits, utakwenda kwenye all applications. Hapo utatakiwa kujaza TIN number kwa ajili ya biashara yako. Utajaza namba ya simu, na kujaza jina la biashara. Utabonyeza proceed ambako itakupeleka kujaza location details ambako utachagua mkoa ambao unapatikana, utachagua wilaya, utachagua kata, utachagua mtaa, utaandika postal address, physical address pamoja na email yako. Kisha utabonyeza register. Baada ya hapo utakwenda kwenye add application kwa ajili ya kuchagua application ambayo unataka kuapply. Utaselect institution ambayo ni TPHPA, utaselect application type, kisha utaselect group item kutokana na application type ambayo unaifanya. Utaselect product kama ni for export au import, then utajaza quantity ya product ambayo unataka ku export, utajaza unit of measurement, utachagua ni boda gani au ni exit station gani ambayo itatumika, kisha utajaza jina lako wewe kama exporter. Ukiwa unataka kufanya export lazima ujaze jina lako, lazima ujaze na jina la ambaye anapokea mzigo wako katika foreign country. Utajaza sehemu ambako mzigo unapatikana kwa ajili ya inspection. Utajaza tarehe ya export, utajaza port ya mahali ambako mzigo utatua, destination port. Utajaza aina ya package, utajaza namba ya packages, zipo packages ngapi, utajaza ni mifuko mingapi, na utachagua ni njia gani ambayo inatumika kwa ajili ya kufanya hiyo export, kama ni maritime, kama ni air transport. Utachagua category of phytosanitary certificate, na pia utaweka distinguishing marks, utaweka declared port of entry, njia ambayo inatumika kupokelea mzigo. Utaweka ni shilingi ngapi mzigo una cost.
Utaselect invoice value na kuupload attachment. Utajaza jina la contact person pamoja na namba yake ya simu, kisha upload attachment ya assessment document. Upload export permit. Upload plant import permit ambayo ni unapata kutoka katika nchi ambayo unapeleka huo mzigo. Add additional instructions. Select certified origin na kisha save. Kwa maelezo zaidi au kwa changamoto yoyote, tafadhali wasiliana na afisa TEHAMA wa mamlaka.